Habari za jioni mtazamaji, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika mkusanyiko wa taarifa ya habari Juni 4, 2025. Matangazo yetu yanarushwa live kupitia studio zetu zilizopo Panjiro, Arusha, Tanzania. Uko nami Pendo Godson na kusogezea taarifa hizi za habari za kitaifa, lakini nitaungana na mwenzangu Pantaleo Luwisha kitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa. Kuanzia Juni 30 mpaka Julai 4, kambi yetu matibabu inatoka katika hospitali ya Manispaa pale Kahama. Ukisikia taarifa hii mjuze na mwingine. Kama ni mzazi, mtu mzima unasumbuliwa na tatizo la mdomo wazi, upasuaji huo unafika pale na huduma zetu tunatoa bure kabisa. Karibu sana katika taarifa hizi za habari jioni ya leo. Watu 35 wanashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Mwanza kwa tuhuma za kufanya biashara ya kuuza mafuta ya diesel na petroli bila kuwa na kibali na kuyahifadhi katika makazi yao bila kufuata taratibu, pamoja na kusafirisha dawa za kulevya aina ya bangi. Akizungumza na waandishi wa habari, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbrod Mtafungwa amesema watu hao wamekamatwa katika kata ya Koromoje, Ngula, Ilemela, Nyishishi, Buhongwa kupitia msako maalum ulioanza Aprili 30 hadi Mei 31 mwaka huu. Jeshi la polisi limefanikiwa kudhibiti uhalifu maeneo mbalimbali katika maeneo ya kata za Koromije ambayo iko wilaya ya Misungwi, kata ya Ngura, wilaya ya Kwimba, kata ya Nyashishi, wilaya ya Misungwi, na kata ya Buhongwa ambayo iko wilaya ya Nyamagana, na kata ya Ilemela iliyopo wilaya ya Ilemela, ambapo jumla ya watuhumiwa 35 wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu ikiwepo kufanya biashara ya kuuza mafuta ya diesel na petrol bila kibali na kuyahifadhi katika makazi yao bila kufuata taratibu zilizowekwa. Vielelezo hivyo vilivyokamatwa ambapo ni mafuta diesel lita 685, betri 2 za magari, pikipiki moja aina ya Sanel G yenye namba za usajili MC 711 DJM, ethrod 2, mapipa mawili, mipira 10 ya kunyonyea mafuta, madumu 85 yanayotumika kufanyia uhalifu, na fence wire moja, vyote vikiwa na thamani ya shilingi milioni 4,463,910. Watuhumiwa 21 wamehojiwa na kufikishwa mahakamani na watuhumiwa 14 watafikishwa mahakamani baada ya upelelezi kuwa umekamilika. Operation hiyo imefanyika katika maeneo hayo baada ya kuwa tunapokea taarifa nyingi za watu hao kumiliki na kuhifadhi mafuta hayo katika utaratibu ambao hauruhusiwi, lakini pia wanahojiwa kwa kuyapata mafuta hayo kwa njia ambazo sio halali. Kwa hiyo uchunguzi unaendelea. Lakini kuna tukio lingine la kusafirisha madawa ya kulevya aina ya bangi. Ni kwamba tarehe 30 mwezi wa 5 mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa 3 za usiku, huko katika kitongoji cha Iseni ambacho kipo Kisesa katika wilaya ya Magu, jeshi la polisi lilifanikiwa kuwakamata watu wafuatao: Jane Joseph Odhiambo, miaka 53, mkulima na mkazi wa Tarime, mkoa wa Mara, na mtu mwingine wa jinsia ya kiume aitwaye Samson Samora Osewe Nyandimo, miaka 47, huyu ni mkulima na mkazi wa Pasiasi, wilaya ya Ilemela. Hawa walikamatwa kwa kusafirisha, wakiwa wanasafirisha bangi ambazo ni kilogramu 194. Walikuwa wakitoka nayo Tarime kuelekea katika mkoa wa Mwanza, wakitumia gari yenye namba za usajili T 668 DMY mali ya Jane Joseph Odhiambo. Watuhumiwa wote wamehojiwa na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo bado unaendelea. Ukikamilika watafikishwa mahakamani. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele amewatoa hofu wazazi juu ya taarifa zisizo rasmi za mitandao ya kijamii kuhusiana na vijana wanaojiunga na mafunzo. Kwa mujibu wa sheria, kuwa vijana hao wanapoenda mafunzoni wanafundishwa mambo mbalimbali ikiwemo nidhamu, utiifu na kupenda kazi.
Mimi nipende tu kuwatoa hofu wazazi. Mafunzo haya yanalenga kulea. Kwa hiyo kumekuwepo na kuna kwenye mitandao ya kijamii huwa kuna clip zinarushwa hasa wakati kipindi hiki kinapokuwa kinakaribia vijana kujiunga na hasa haya mafunzo ya mujibu wa sheria. Zile clip huwa zina mtizamo asi. Lakini nipende kuwatoa hofu kwamba clip hizo zingine inawezekana hazikutengenezwa katika mafunzo haya ya Jeshi la Kujenga Taifa. Haya mafunzo jinsi yalivyo yanalenga vitu vya kumtengeneza kijana awe zile sifa tu 3 zile 4 za msingi: awe na nidhamu, awe mtiifu, awe mwaminifu, awe anapenda kazi. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho kinakifanya. Kwa hiyo kuna utaratibu mzuri sana ambao tumeutengeneza ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa unaoratibu mafunzo kwa ujumla. Kuna kamati za kufuatilia ambazo zinafuatilia malezi kwa ujumla. Kijana kuna watu wanaohusika na mambo ya kijamii kwamba anapopata na shambulio la aina yoyote au mtu anampeleka katika mazingira ambayo sio sahihi, kuna utaratibu tumeuweka kwamba anatoa taarifa na tunachukua hatua. Lakini kiuhalisia ni kwamba sisi tumeweka utaratibu ambao mtu akipata shambulio la aina yoyote au kwa sababu binadamu kwenye kundi la mamba huwa hawakosekani kenge. Anaweza akawepo mkufunzi kidogo anakiuka maadili, lakini tumekuwa tukichukua hatua kali. Zikiwepo hasa kuna wengine mpaka hata hatua za kuhakikisha kwamba tunawafukuza jeshi zimekuwepo. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wazazi. Kijana atakapokuja naamini atafurahia mafunzo haya na akitoka atakuwa na kitu cha kusimulia kizuri, sio kitu kibaya katika Jeshi la Kujenga Taifa. Wengi hasa wanaohofu na mafunzo yanayotolewa. Kuna tofauti gani kupata mafunzo haya ya kwa mwanafunzi kwa mujibu na yale mafunzo ya kijeshi? Kwa wao hawapati mafunzo ya kijeshi kama askari wa kawaida na kwa mwanajeshi kamili. Nashukuru sana mtangazaji, hilo ni swali zuri. Na nadhani ndio hicho kitu kingine watu wanapata hofu. Kuna mafunzo ya kijeshi ambayo yanatolewa katika recruit school ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Yale yanamuandaa mwanajeshi kwa ajili ya kwenda kupigana vita. Kwa hiyo yule anaandaliwa kwa ajili ya kupigana vita. Lakini sisi mafunzo yetu tunataka tumpe utimamu wa mwili kijana, tunataka tumlee katika maadili. Si mafunzo ya kijeshi, ni basic military training. Tunawapa basic, yani apate tu zile kwamba akili ya kijeshi iko hivi. Mgogoro wa muda mrefu kati ya madereva bajaji na magari ya aina ya Noah wanaofanya safari kati ya Mikumi na Ifakara mkoani Morogoro wameshindwa kutatuliwa, huku afisa wa mamlaka ya udhibiti usafiri wa nchi kavu LATRA wilayani Kilombero Bwana Amani Mwakalebela akilazimika kuahirisha mkutano. Wakizungumza katika mkutano ulioandaliwa na LATRA, baadhi ya madereva bajaji walalamika sheria wanazodai zimewekwa bila kufuata taratibu au ushauri wao. Mimi kama kiongozi na mwenyekiti wa bajaji Ruaha, kupitia bajaji zangu za Ruaha, Kidatu, Mang'ura na Mikumi, tunapitia changamoto ya barabarani kutokana na jiografia yetu ya barabara ilivyo. Tunaiomba serikali tukufu juu kule kama wanatusikia. Madereva bajaji bonde letu tunatumia njia moja, Mikumi kuelekea Ifakara. Lakini hii miongozo ya LATRA inakuja kutubana sisi kwa kutuambia tuwe na kilomita 15 ambapo ni eneo fupi sana kuweza kuoperate bajaji 500 ambazo zinapatikana katika eneo hili. Kwa hiyo tunaomba viongozi kama wanatusikiza huko juu waweze kutuachia uhuru tuende kufanya kazi kama tulivyofanya awali. Kwa hiyo ambao wanakuja nalo leo haliwezi kufanikiwa. Wananchi hao wametafuta ajira wenyewe, vijana hao wanajitafutia wenyewe. Tunaomba watu waende kufanya kazi, mtu aliyekuwa Ruaha aende Mikumi, aliyekuwa Mikumi aje Ruaha, aliyekuwa Ruaha aende Kidatu mpaka Mang'ura, na aliyekuwa Mang'ura aende mpaka Kiberege hadi Ifakara. Lakini swala hili la kutuambia kwamba tuanze kuwekeana mipaka, bonde letu ni bovu, huku chini ni miwa, juu ni mlima. Hatuna sehemu yote ya kupeleka bajaji. Basi hizi bajaji kama vita zipaki tuwe wezi. Lakini kwa mfumo huo hatoweza kukubaliana na hili swala. Miongozo iende, ikae chini tena, wajadiliane, waangalie ni namna gani ambapo wanaweza kuja na mfumo mzuri na sahihi, na mifumo hiyo watushirikishe kwa sababu sisi ndio tunaofanya swala hili la kuendesha hizi bajaji. Kwa majina naitwa Baraka Charles Maile, ni mwenyekiti wa stendi ya Kona.
Mimi kwa maono yangu, kwa sababu LATRA wamesema kwamba amekaa vikao vingi kwa kuchukua maoni, lakini baada ya hapo ule mwongozo nataka kusoma leo hajashirikisha viongozi wala hajashirikisha wadau, madereva wanaoendesha hivi vyombo vya moto. Kwa hiyo aitakiwa kabla ya kusoma mwongozo, aitakiwa watu waupitie kwanza. Sasa watu hawajaupitia na wanajua kabisa kwamba mwongozo unakwenda kuwakandamiza. Sasa na ndio maana nakuta kikao hiki hakijaenda kufanikiwa. Kwa hiyo tuwashauri serikali, kama kuna uwezekano wa kubadilisha vifungu vya sheria, tukubaliane na maendeleo. Maendeleo yanavyokuja, kuna wengine wanaumia, kuna wengine wananufaika. Bajaji zimeshakuwa nyingi, huwezi kuzuia watu 700 kwa watu 5. Kwa hiyo lazima ujali watu walio wengi. Kama jinsi NOA zilivyozitoa Suzujana Aisi Fujama zimekubali, basi na wao wakubali. Ikiwezekana mabosi wao wauze NOA, wachukue bajaji. Kinachotakiwa ni riziki zikipatikane. Lakini watu ukiangalia wa vijana walio wengi wana familia, wanasomesha, wamepanga na bajaji zingine si za kwao, wana vipande. Leo unamwambia mtu ufanye kazi ya kutoka hapa kwenda pale, wanaishi vipi? Kwa hiyo ni ajira ambayo tayari watu wameshajiajiri. Ndio maana unakuta hakuna malalamiko mengi kwenye upande wa serikali kwa vijana, kwa sababu mmeziruhusu ziingie watu wafanye kazi. Basi wacheni wafanye kazi. Hamadi Mtolele, mwenyekiti wa bajaji Kidatu. Mimi langu ni dogo tu. Watu wa LATRA waache kufanya kazi kupitia kushawishiwa kwa na madereva wa NOA. Wafanye kazi kama ilivyo. Salum Rajabu Menya, mimi ni dereva wa bajaji natokea Mikumi. Tumefika hapa kwa wito ambao tulikuwa tumeitwa na viongozi hawa wa LATRA, tukitegemea kwamba leo tutapata mwongozo ambao ni mzuri zaidi wa kutorudia vikao hivi tukio tunaitwa mara kwa mara. Lakini kilichotokea leo katika kikao chetu hiki ni kwamba hakijafanikiwa. Na kwa nini hakijafanikiwa? Kwanza moja, kwa ambao tulikuwa tunafuatilia kikao hiki, kwanza kiongozi wa LATRA huyu wa eneo hili ameshindwa kujua kwamba wananchi ndio mabosi wa yeye ambaye yupo serikalini. Mapato ambao serikali inapata fedha, ambapo yeye anapata mshahara wake kwa kupitia mapato hayo ambao wananchi wanalipa. Lakini yeye alikuja na miongozo yake ambayo inafanya wananchi wasihoji chochote ila wamsikilize yeye zaidi. Hilo ni kosa. Sasa wananchi wanahitaji kujua ni mwafaka gani ambao utafikiwa, kwa sababu yeye mwenyewe kwa maneno yake amejiridhisha kabisa na kusema kwamba bajaji au madereva wa bajaji sisi hatuna tatizo lolote. Kila kitu kipo vizuri na tulikubaliana na kila kitu. Ila yeye kwa nini amekuwa hatoi miongozo mizuri ya kuweza kulifikia hili jambo? Tunataka tumtegemee kitu kimoja. Next time aje na majibu ambayo yatatufanya sisi watu wa bajaji tuwe free zaidi, kwa sababu hatuna changamoto yoyote. Umesikia amesema ameshafanya vikao maeneo tofauti. Sawa sawa? Ila moja ya sehemu alikofanya vikao vikufanikiwa ni Ruaha. Sawa sawa? Alikuja hivyo hivyo akisema kuna muongozo ambao anatakiwa kutoa. Akiwa anataka kutupa huo muongozo, tulisema amemshirikisha nani? Kwa sababu hii kazi ya kwetu sisi. Sawa sawa? Sisi ndio tunaojua ugumu na changamoto hii kazi. Inawezekanika ofisi ya LATRA wamesema imekuja mwaka jana, sijui mwezi wa 3, si ndio? Ila polisi tuko nao kitambo. Sasa mimi kama ofisa wa eneo hili jambo nimelifanya kufikia hapa nilipofikia. Na leo kabla sijatoa mwongozo, upinzani umekuwa ni mkali sana. Hiki ninachokifanya sasa, naahirisha kikao hiki na mwongozo leo sitausoma. Sawa sawa. Vitu tuondoke. Mheshimiwa, inaonekana wingi wangu na mnaita kikao. Wewe Fanyeni kikao. Serikali imeahidi kuwajengea nyumba za makazi askari wanaokabiliwa na tatizo la kukosa nyumba za kuishi, hali inayofanya baadhi yao kutumia maeneo yaliyokuwa yakikaliwa na wakimbizi mkoani Kagera. Hatuna kituo cha polisi. Polisi wanafanya kazi kwenye mazingira magumu, kwenye vibanda ambavyo vilikuwa ni vya wakimbizi. Je, serikali iko tayari kuunga mkono juhudi za wadau ambao tayari wameshaanzisha ujenzi wa kituo cha polisi? Swali la pili, polisi hawana nyumba pale Kyerwa
Je, serikali iko tayari angalau kwa kuanzia nyumba ya OCD pamoja na OCCID? Mheshimiwa Spika, kwanza napongeza wadau ambao tayari wameshaanza ujenzi wa kituo cha polisi cha wilaya ya Kyerwa ambayo ni wilaya mpya. Na nimhakikishie Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikiunga mkono juhudi za wananchi au wadau wanaofanya kazi hii. Kwa hiyo kituo cha polisi cha wilaya ya Kyerwa pia tuongeze kwenye mpango na kutenga fedha ili tuweze kumalizia kazi kubwa iliyofanywa na wananchi. Kuhusu swala pili, Mheshimiwa Spika, kuhusu nyumba za makazi, ni kweli Mheshimiwa, wilaya hii ni mpya, haina nyumba ya OCD wala OCCID. Nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, tumechukua hili pia tuweke kwenye mpango tayari kutengewa budget kwa ajili ya kujenga nyumba za viongozi hawa polisi wa wilaya hii ya Kyerwa. Asante Mheshimiwa. Na serikali mkoani Rukwa imeomba kusitisha tozo za ushuru kwa wakulima wanaouza mazao yao kwa mamlaka ya Ghala la Taifa la Chakula NFRA kwa sababu hatua hiyo huwafanya wakulima kutozwa ushuru mara mbili. Wito huo umetolewa na jukwaa la ushirika mkoani humo. Lakini baada ya kupita katika safari yetu ya kusafirisha, tunafika kwenye vituo vya vizuizi vile vya ushuru. Tunapata vipingamizi vya kuzuria kwamba lazima tulipe nini? Tulipe ushuru. Na tulazimu kwamba tukalipa ushuru. Kiasi cha gunia moja shilingi 1,500. Na baada ya hapo tulipoingia sokoni katika uzaji, tunafika kwenye hesabu zetu kuangalia, tunakuta kwamba NFRA nao wamekata nini? Wamekata ushuru. Sasa tukaanza kujiuliza mara mbili. Ina maana sisi hapa tumelipa kodi mara mbili. Na wakati tulikubalia kwamba sisi tunalipa kodi tu, NFRA ndio watakaokata. Pale tulipopita getini tulizuliwa na tukalipa. Alafu tena huku tumekuja kulipa. Ili maisha yetu yaweze kuwa bora, kwa kweli tunahitaji tuweze kuletewa pembejeo hasa kwa wakati. Na vile vile tena taasisi hizi za kibenki tunapokwenda kupeleka mahitaji yetu, basi waweze kuyafanyia kazi kwa wakati. Kwa sababu unakuta wakati mwingine tunaambiwa kwamba leteni mahitaji mapema. Tukipeleka huo mwezi wa 8 au wa 6 unakuta tunapata ile pembejeo mwezi wa kwanza au wa pili. Tayari wakulima wamejiandaa ni nini wafanye. Kwa hiyo inafika mahali wanakwama kwenye shughuli za kilimo. Peleka gharani, NFRA wanakata ushuru. Lakini bado hapo mkulima anapotaka kusafirisha pia anakata ushuru. Maana yake inaenda kumuumiza mkulima. Kwa hiyo ni kero ilikuwa kubwa sana kwa upande wake. Ya tatu ni kwamba wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa kuacha mara moja kutoza wakulima ushuru kwa mazao yanayopelekwa NFRA na kuacha ushuru huo ulipwe na NFRA wenyewe. Tunasema hivi kwa sababu mkulima akitoka shambani anapeleka sokoni ukamchaji, na zao lile lile alilopeleka pale NFRA likitoka NFRA kwenda kwenye ghala kuu pia anachajiwa. Tafsiri yake kuna kuwa na tozo mara ngapi? Na kufikia hapo sina la ziada katika habari za kitaifa. Niungane na mwenzangu Pantaleon Luwisha akitupitisha duniani leo katika habari za kimataifa kunani. Naam, karibu mtazamaji wa SQF TV, tuziangazie habari za kimataifa kwa muhtasari. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei amepinga vikali pendekezo la Marekani kuhusu mkataba mpya wa nyuklia, akisema linaenda kinyume na maslahi ya kitaifa ya Iran. Ametangaza kuwa Irani haitaacha urutubishaji wa madini ya urani, akieleza kuwa ni sehemu nyeti ya sera ya nyuklia ya taifa hilo. Pendekezo hilo liliwasilishwa kupitia Oman, mpatanishi kati ya Irani na Marekani. Mawaziri wa ulinzi kutoka kundi la mawasiliano ya ulinzi wa Ukraine wamekutana leo mjini Brussels, Ubelgiji, kujadili msaada wa kijeshi wa Ukraine. Mkutano huu unaongozwa na mawaziri wa ulinzi wa Ujerumani na Uingereza baada ya Marekani kubadilisha uongozi wake. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov anatarajiwa kuelezea hali ya uwanja wa vita na mahitaji ya haraka ya kijeshi. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte pia atahutubia kabla ya mkutano wa NATO kesho. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limechagua Bahrain, Colombia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Latvia na Liberia kuwa wanachama wapya wasio wa kudumu wa Baraza la Usalama kwa kipindi cha mwaka 2026-2027. Nchi hizi zitachukua nafasi ya Algeria, Guyana, Sierra Leone, Slovenia na Korea Kusini. Wanachama wapya watajiunga na Denmark, Ugiriki, Pakistan, Panama na Somalia. Baraza hilo lina jumla ya wanachama 15, 5 wa kudumu
kuhudumu wenye kula za turufu na wengine 10 wa muda waliochaguliwa kwa mizunguko ya miaka miwili. Pantaleo Rugwisha, SQF TV. Shukrani sana Pantaleo kwa taarifa hizo za kimataifa. Ni kushukuru pia mtazamaji kutenga muda kwa thamani kutazama habari hizi ndani ya SQF TV. Ni kushukuru pia kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, mtandao wa X, lakini pia usichoke kuendelea kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Nizidi kukukumbusha kambi yetu ya matibabu inatoka katika hospitali ya Kahama pale manispaa ya Kahama kuanzia Juni 30 mpaka Julai 4, upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa. Kwa hiyo atakayesikia taarifa hii amjuze na mwingine. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya jioni ya leo, ulikopo na Mipendo Gotoni, bye kwa sasa.